Karibu sana katika kuangazia matukio ya kijamii ambayo yameweza kumeki headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kama ilivyo kawaida, kupitia Biomedia unazifahamu nyingi sana za habari ambazo zimemeki headline. Call me official Rose D, na kupitia Biomedia utangazia story hii leo ya mwanadada Mange ambaye ametoboa siri mazishi ya Kardinali Pengo yavuka mipaka ya siasa. Viongozi wa CCM na Chadema uso kwa uso msibani. Hili limekaaje? Tunazama pale jijini Dar es Salaam ambako ilikuwa ni huzuni ya pekee siku ya tarehe 27 Februari 2026 wakati Tanzania nzima ilipokusanyika kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu jijini Dar es Salaam kumwaga mmoja wa viongozi wakubwa wa kidini ambaye alipendwa na watu wengi wa makabila na dini mbalimbali. Mwanadhama Polikapi Kardinali Pengo aliyekuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Katoliki jiji la Dar es Salaam. Miongoni mwa waliojitokeza katika ibada hiyo ya kuaga mwili wa Kardinali Pengo walikuwa ni viongozi wakubwa wa chama cha upinzani cha Chadema, makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche, katibu mkuu Mheshimiwa John Mnyika, pamoja na naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Amani Golugwa. Wote waliweza kuhudhuria ibada hiyo kwa pamoja wakionyesha heshima yao kubwa kwa marehemu. Uwepo wao haukuishia hapo. Wengine waliojiunga nao ni mwenyekiti wa Bazecha Taifa Mheshimiwa Susan Limo, mwenyekiti wa Chadema kanda ya Pwani Mheshimiwa Boniface Jacobo, mwanasheria mkuu wa chama wakili Regemeleza Nshala, pamoja na katibu mkuu wa Bawacha Mheshimiwa Pamela Masi. Msururu huu wa viongozi ulionyesha kwamba mazishi ya Kardinali Pengo yalivuka mipaka ya siasa pamoja na dini. Jambo hili, mtazamaji, la viongozi wa upinzani kuhudhuria mazishi ya kiongozi mkubwa wa kanisa Katoliki linaonyesha kitu muhimu sana, kwamba Tanzania bado ina thamani ya msingi ya umoja na heshima ya pamoja. Bila kujali msimamo wa kisiasa, viongozi hao waliamua kuweka siasa pembeni na kuungana na Watanzania wenzao katika wakati mgumu wa huzuni ya kitaifa. Kardinali Pengo alikuwa si kiongozi wa Wakatoliki peke yao, alikuwa ni hazina ya taifa zima kwa ujumla, na alitumikia kanisa na Tanzania kwa miongo mingi, akijengea heshima kubwa ndani na nje ya nchi. So kupotea kwake kumewacha Watanzania wengi na majonzi makubwa sana, lakini kumbukumbu yake itaendelea kuishi mioyoni mwa watu wote ambao walimjua na waliofaidika na uongozi wake wa busara na upole. Ibada ya kuaga mwili wake ilifanyika kwa heshima na utaratibu mkubwa sana, huku maelfu ya waumini wakijaza kanisa kuu la Mtakatifu Yosef ili kumpa heshima ya mwisho kiongozi huyo mkubwa. Tanzania itamkumbuka Kardinali Pengo kama mtu ambaye aliishi kwa ajili ya wengine na akafariki akiwa amependwa na watu wote. Inatamatika kama ifuatavyo, nasi kama Biomedia tunaendelea kumtakia pumziko la milele jema kabisa Kardinali Pengo. Endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment kwa ajili ya kupata nyinginezo za kihabari kupitia channel yako pendwa kabisa ya Biomedia na mhabarishaji official Rose D. Till next time, mtazamaji, bye bye.